So Ephesians chapter number 4, verse 22 to 23. Amen. Waefeso sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 23. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Amen. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Timotheo wa pili, 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Asante. Nilitaka tusomewe haya maandiko ili tunapoendelea tutakuwa tunawasia haya maandiko, na haya maandiko yako katika bulletin zenu pia. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu summary is there katika bulletin zetu. Renewed mind ama mawazo kuyafanya upya. Nimekuwa nikitafakari sana na nimekuwa nikiona kuna shida duniani katika area zote, wakati watu wamekataa kugeuzwa nia zao. Maana every stage of life inastahili mtu ageuzwe nia yake ama mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tuondoke kwa watu wote, tuingie katika mambo ya ufalme ama wokovu. Sisi kama watu wa ufalme wa Mungu, ni kabisa kila wakati unapaswa unaketi na unajiuliza, mawazo yangu mwaka huu wa 2025 mwezi wa 5 yako tofauti aje na mawazo yangu ya mwaka wa 2024 mwezi wa 5. Praise be to Jesus. Amen. Kugeuzwa mawazo ni nini? Inamaanisha nini tunaposema kugeuzwa mawazo ama mawazo ambayo yamefanywa upya? Hapa ndio mahali pale kila mtu anapaswa kuinterpret life. Unasoma kitu, unainterpret through the lens of God's word. Praise be to Jesus. Amen. Kuna kitu tunaitanga kamera. Hii kamera ambayo iko hapa mbele zetu, kile inafanya, inakuja inachukua image, amen, inaibadilisha, inaiweka katika hiyo sehemu kidogo pale. Mtu ambao ni mimi mkubwa inatoshea pale na inataliwa to be a video. Praise be to Jesus. Amen. Now, iko na kitu kinaitwa lens. Macho yetu yako na kitu kinaitwa lens. Praise be to Jesus. Amen. Now, the word of God, Biblia inasema kwamba hapo mwanzo, katika Yohana wa kwanza mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuweko na neno. Praise be to Jesus. Amen. Na hilo neno likafanyika mwili, na hakuna kitu ambacho kilikuwa kimeumbwa kimeumbika bila hili neno, na hili neno ndiye Kristo. Haleluya. Now the Bible says ni vyema tubadilishwe
nia zetu, tusikonform na mambo ya ulimwengu, kwa sababu kuna tofauti kubwa sana. Wakati mtu amedeclare ufalme wangu ni wa mbingu na mwingine ufalme wake ni wa dunia, kuna tofauti kubwa. Watu wa ulimwengu wa dunia hii wanauana, Bwana Yesu asifiwe, wanapigana risasi. Praise be to Jesus. Mnakosana na mtu na unamchorea na unampatia vile unaweza kumwangamiza. That is vile namna ya dunia ilivyo. Amen. Dunia hii inakuwa kabaya na mambo yake mabaya. Mnakosana na mtu anakuambia mtanitambua. Praise be to Jesus. Na kuanzia hapo unasema I am threatened, kwa sababu kuna mtu ameniambia nitamtambua. Ni kwa sababu labda ulimtendea Kenya hakustahili kutendewa, na kuanzia mahali pale unatembea ukiwa na uoga, kwa sababu already kuna mtu unajua umekosea na amekuthreaten. Praise be to Jesus. Hiyo yote inaitwa namna ya dunia. Amen. It is called worldliness. Sasa kufuatisha namna ya dunia ni mtu ambaye amebadilishwa nia yake, anapaswa kuifanya mpya, lakini mitindo, sarakasi na mambo yale anafanya bado anafuatisha namna ya dunia. Praise be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Wapendwa, lazima tufike mahali mawazo yetu yakibadilishwa, na tukitaka kuyafanya mpya, tutazame mambo vile Biblia ama vile neno la Mungu linataka tuyatazame. Neno la Mungu limesema ni Kristo. Kristo anataka tutazame mambo namna gani? Praise be to Jesus. Amen. It is not a secret. When Jesus Christ was here on earth, kuna mambo mengi sana ilitendeka na kuna mambo yeye mwenyewe alifundisha. Hallelujah. Na akawa anawafundisha watu. Ukisoma katika Mathayo 5, kuna vitu zinaitwa the Beatitudes. Amen. Na inasema blessed are, blessed are, blessed are. Praise be to Jesus. Amen. It is called the Sermon on the Mountain. Amen. It is the ground, ama ndio msingi wa ufalme wa Mungu. Hallelujah. Kama huna habari, enenda katika Mathayo 5 uisome yote. The Sermon on the Mountain. Huo ndio msingi wa ufalme ambao Kristo alituletea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba Yesu alipokuja duniani, he had a purpose, na purpose yake ilikuwa ni kutuletea ufalme. Praise be to God. Yes, we are living in this world. Yes, matendo yale tunaona hapa duniani yakitendeka ni ya ulimwengu huu, lakini tuko katika ufalme tofauti ambao ni ufalme wa Kristo. Praise be to Jesus. Na sio akasema wamebarikiwa wale ambao wako na mioyo safi. Amen. Sasa kutofuatisha namna ya dunia ni nenda hapa Matthew 5. I want us to hear some of the Beatitudes. Matthew 5, utapik just 2-3 Beatitudes. Usikie kitu. Kuna kitu nataka tusikize pale. Mathayo sura ya 5 kuanzia mstari wa 3. Heri walio maskini wa roho. Amen. Heri walio maskini wa roho. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. For theirs is the kingdom of heaven. Heri wenye huzuni. Blessed are the sorrowful. Blessed are they that mourn. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. For they shall be comforted. Blessed are the meek. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. For they shall inherit the earth. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watasibishwa. Maana hao watasibishwa. Fikisha hapo kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Enda usome hizo Beatitudes zote. Kwa sababu kuna kitu Yesu Kristo alikuwa analea, kitu tunaitaka foundation. Praise be to Jesus. Yaani tukiwa dunia hii tunapaswa kuishi namna gani? Wakati tumekubali kuwa
watu wa ufalme wa Kristo, maana alituletea ufalme na akatuingiza ndani ya ufalme. Tunapaswa kuishi namna gani? Praise be to Jesus. Renewed mind. Tunatazama mambo vile Kristo anaweza yatazama. Amen. Ni makosa sana kuwa wa ufalme. Amen. Ni makosa sana kuwa tutajishikanisha na Kristo, lakini vile mtu wa dunia anatazama mambo unayatazama the same. Praise be to Jesus. Vile mtu wa dunia anaongea, utaongea the same. Hallelujah. Akisema vile, yani ikiwa ni moshi, uko ndani ya hiyo moshi na unasonga nayo vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe. In other words, panakosekana boundaries between you na huyo mtu mwingine. Hallelujah. Kuna wakati nafika mahali unasikia mtu anasema na so and so, even when uko katika umati, anabihiri kama ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Anabihiri kama wokovu. So hata dunia inatoka wokovu wanafaa kukaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanasema mahali na so and so anabihiri kama pastor. Hata dunia inajua kuna pastor wazuri. And praise be to Jesus. Hata wakati majina ya wachungaji yanaharibiwa, dunia inajua kuna wachungaji wazuri. Amen. Ukienda kwa barabara hivi, ukutana na askari wetu wale wa traffic. Praise be to Jesus. Wakuangalia hivi waone kama wewe ni mchungaji ama mtu wa kanisa. Aidha wanakuachiliaga bila kuuliza jambo lolote. Praise be to God. Ukiwaambia wanakuambia songa. Praise be to God. Moja tumetoka mahali pale, ilikuwa ni pale something inaitwa ni modern mahali pale, so tulifika kwa roundabout ya Kariobani. Madam mmoja akasimama kwa barabara, akatusimamisha kwa ubaya. Kashindwa ni nini? Amen. So akaniambia, wewe umesipita hapa na hii gari na nimekusimamisha kwa umekataa. Praise be to Jesus. Amen. Amesimama kwa barabara katikati na amenisimamisha kwa ubaya. Tulikuwa na family wote. So nikamwambia, kabla hata nimjibu akaanzuka akakuja kaniambia, nada hiyo ndio hiyo gari yangu hii tuliko nayo. Hii miguu ya gari yako imeisha sana. Praise be to Jesus. Amen. So akarudi mbele sasa pia niamrishe nini nitafanya. So nikamwambia, madam, kuna vitu vingi nimesema nakubali, lakini hujanisimamisha mimi nikataka kusimama. Mimi ni mchungaji. Kwa hivyo nikikwambia hujanisimamisha nitakosa kusimama, ninakwambia ukweli. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini sikuwa nimeanza uchungaji? Anybody anaweza sema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. But according to even the world, dunia inajua. Amen. Na inaamini mtu ambaye ni wa ufalme anafaa kuwa tofauti. Praise be to Jesus. So tofauti yako inafaa kuonekana even in your home, mahali umezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uweke mark. Hata wao wakikaa wanasema huyu tunawajua hatakaji mchezo. Praise be to Jesus. Amen. Kuna familia ambazo ziko na watu wameokoka, lakini wanajua tukitaka kutesa mtu mwingine wa hii familia, ule mtu wameokoka ndio wanatumia. Maana anajua akiamua kuharibu ataharibu. Huyo ni mtu ambaye mawazo yake haijafanywa upya. Praise be to Jesus. We must renew our minds in order to conform not to the worldliness, lakini tufuatishe namna ya ufalme wetu. Praise be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Sikiza na msikiza vizuri. Then mind hapa ndio mtu. Amen. Amen. Hii ndio mtu. Hallelujah. Amen. Hii ndio inaleta nyingi kama utakanana ama hutakanana. Amen. Hii inazuiaga neno baya ikitaka kutoka hapa
inaiwekea gate. Praise be to Jesus. Maana mimi ni mwanaume kama yule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Naweza rusha kofi kama vile inaweza rushwa na mtu mwingine. Lakini kabla kofi irushwe, mind ina block. Praise be to Jesus. Why? Because it is renewed. Amen. Si kumaanisha msichana ambaye anajielewa na mawazo yake yamefanywa upya hawezi kunywa kahawa na kuku na ikunyweke vizuri. Amen. Si kumaanisha hawezi omba na itiwe kitu mchini town pale hata Thika na yeye aketi kwa hoteli na kule vitu vizuri za wanaume. Amen. But if the mind is renewed, it breaks. Praise be to God. Inasema hata kama ni vizuri, wacha tu ni broke, ni katae, kwa sababu mawazo yangu yamefanywa upya, sifuatishi namna ya dunia hii. Amen. Si kumaanisha, hata nilikuwa naambia mtu mwingine, unaona wale watu ambaye wanaogopanga watu, wanakosa kufanya dhambi kwa sababu ya watu. Amen. Hao ndio watu wakiondoka waende hata hapa Uganda, watafanya vituko zote na sarakasi kwa sababu hakuna mtu anamjua hapo Uganda. Amen. Watu wakienda Amerika, they can do anything, maana hakuna mtu anamjua pale. Haleluya. Lakini kwa mtu ambaye hafanyi vibaya tu anamuogopa Mungu, mawazo ya kulimit, hata akida Australia ambapo ni mbaya, hata aone mazuri ya nchi ambao haikubaliani na ufalme huu wetu, Bwana Yesu asifiwe, bado atabroka. Praise be to Jesus. Na atakuwa anasema sifanye kufanya hivi kwa sababu niko kwetu na kuna watu wananijua, na katanga kufanya hivi by principle, maana ninajua ufalme ambao nina represent. Praise be to Jesus. When the mind is renewed, it sees things as God sees them. Inaona mambo vile Mungu anayaona. Amen. Na inajua kwamba dunia hii ni ndogo. Amen. Kwa sababu kila pembe ya dunia hii Mungu yuko mahali pale. Praise be to Jesus. Hallelujah. Mawazo ambayo yamebadilishwa. Hebu tuone the results of a truly renewed mind. One, ni kitu tunaitanga moral excellency. Amen. A person of good morals. Mtu ambaye amebadilishwa nia. Mtu ambaye amekataa kufuatisha namna ya dunia hii. Morally ako upright. Amen. Biblia inasema kwamba pakakosekana mtu mzuri, lakini Noah in a generation of wicked people was morally upright. Amen. Do you know what was happening? Biblia inasema kwamba kwa sababu ya vile dhambi ilikuwa imeongezeka duniani, na vile dhambi ilikuwa imeongezeka, watu hakuna kitu waliona ni kikubwa kufanya. They could do anything. Dunia, Biblia inasema it started increasing. Men started increasing in number. Amen. Na dhambi zikaanza kufanywa hata zenye hazina majina, zilikuwa kubwa. And then God said, moyo wangu hautabishana na mwanadamu tena. Amen. Kwa sababu ameanza kufanya vituko zenye hata sipefikiri mwanadamu anaweza fanya. Hallelujah. But Noah was found to be morally upright. Praise be to Jesus. Amen. Alikuwa amehubiriwa mambo ya gospel ya Kristo? Hapana. Lakini alijuana na Mungu, alikuwa na mawazo ambayo yamebadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kama angaona wanaume wa siku zake wanafanya kitu kwa ABCD. Amen. Hallelujah. Amen. Yeye hakufanya. Amen. Na ujue huyu ndiye Noah alikunywa akalewa, akakaa uchi. Amen. Ndio aone na wana ndio mmoja amuone. Unajua ndio Noah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So yale mambo unaweza fikiria ndio uprightness ati ndio sasa ile inaangaliwa, sio hiyo. Praise be to God. Amen. Ni kuangalia mambo na perspective ya Mungu. Kama Biblia inasema uheshimu maisha, usiyatoe maisha.
Noa alikuwa hapo akiheshimu na akisimamia mfano. Bwana Yesu asifiwe. Noah was there wakati watu wanafanya vituko na sarakasi zote za dunia, but he remained faithful. Praise be to Jesus. Noah alikuwa mahali pale with one wife. Amen. Najua tunaongea mambo ya stories za kuoa na watu wengi, hata watu wa Old Testament mambo kama haya. Lakini everybody who married wanawake wengi ndiye alijikuta katika kitu tunaita makosa ya kuombeshwa Mungu. Even Solomon, Bwana Yesu asifiwe. Even akina David, they did not do right kwa sababu ya wanawake wengi. But one person who had one, Noah wakati wake, Biblia inasema he was found to be upright. Amen. What about Job? Job aliishi zamani sana. Biblia inasema kwamba in that land of Uzi kulikuwa na mtu mmoja jina lake Ayubu. He was morally upright. Excellency of the spirit. In other words, the heartbeat yake ni heartbeat ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anapiga moyo vile Mungu anapiga. Anatazama mambo vile Mungu anayatazama. Anahurumia watu vile Mungu anawahurumia. Anapenda watu vile Mungu anawapenda. Anasaidia watu vile Mungu anasaidiana. Praise be to Jesus. He was found to be morally upright. Among one wife also. Amen. Hallelujah. Sihubiri mambo ya one wife, but he was a man of what? Ni hawa watu wawili wametolewa ushuhuda that they were righteous. Praise be to Jesus. Amen. Sina vituko na mambo yao wamefanya, but their morals ziko excellence, zimesimama hivi upright. Hallelujah. Amen. Those are the results. Even self-control. Hapa ndipo ninakuja sasa. Sikiza na usikize vizuri. Self-control, it is a fruit of the Holy Spirit. Amen. Amen. Na hii ndio mtu. Self-control ni mtu. Amen. Amen. Wakati tunafikiria juu ya self-control, inaitwa roho wa kiasi. Roho wa kiasi. I think inaitwa roho wa kiasi. Amen. Amen. Inasema mimi ninaweza ongea. Naweza ongea vibaya. Amen. Amen. I can joke. Maana najua kujoke. Amen. Amen. But lazima nijue limitation. Joke zangu zinafaa kufika wapi na ni kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jokes ninaweza crack na mke wangu, lakini hizo jokes siwezi kuja niweze kucrack na Jessica. Hallelujah. That is the spirit of self-control. Sasa itakuwa shida. Watu wengine they joke yes, but they don't know watafikisha jokes wapi. They don't have self-control. Praise be to Jesus. Amen. Self-control inasaidia mpaka mambo ya kukula chakula hii tunakula ya kawaida. Amen. Kunakuwa na kiasi. Hallelujah. Sijui labda mnaendana mahali kama mimi. Self-control. Bwana Yesu asifiwe. Very important. Naendana mahali. Pole to say this, lakini ukutani mahali kwa wachungaji. Labda kuna chakula. Amen. Amen. Na chakula. Sijui chakula ilikuwa na hapo gani mbaya. Maana ukitaka kujua self control, watu wengi wananga wapime na chakula. Amen. Wapime kuna chakula. Na kama kuna kitu bure, sema bure. Dunia hii ni chakula. Amen. Amen. Hebu hata hiyo kwa mawazo, if there is anything that is useless upon the face of the earth, it is food. Amen. Amen. Lakini pia si ati sisi tunaanza mambo ya chakula ilianza huko zamani, the Garden of Eden. Chakula tu, raha, self control na mambo ya chakula ndio imeleta shida nyingi dunia hii tuko. Hallelujah. Amen.
Ni nini walikuwa wanakula? The forbidden fruits. Praise be to Jesus. Amen. Tuliona siku nyingine Esau aliuza urithi wake chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua chakula iko na, yaani kuna mtu alisema kuna power ndani ya chakula, ni kule nini wa hivyo. Praise be to God. Kuna nguvu ndani ya chakula, ni kwa sababu chakula zimefanya watu wengi sana wapoteze birthright zao. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sijui siku hizi huku, lakini kisha kuna wasichana walikuwa wanapoteza birthright yao. Amen. Na birthright yao sasa kuna kenye na maanisha mwenye kushika ashike. As a result ya chai na mandazi. Amen. Chai na mandazi ya nishati. Na mimi si mmoja nimejua wengi. They lost their dignity. They lost their integrity. Chai na mandazi. Amen. Amen. So nilipokuja Nairobi nikasikia ni kuku na kahawa na chips. So at least wamefanya kidogo. Lakini bado ni chakula. But a person of self-control na acha niwaambie wapendwa, sikiza. Usione kama ni kitu right. I am to realize unaona kahawa. Unajua ukipeleka tu kahawa tu, ukunywe kahawa tu hata ina kitu. That excitement ya roho nimepelekwa kahawa inaletaka roho inainuka juu. Huyu mtu anaweza takanyika ile ango ni juu ya hiyo kahawa watu wamekunywa pamoja. Sijui ni kwa nini edono the attachment. Praise be to Jesus. Lakini kasikia mtu akisema imagine nipelekwa kahawa. Hallelujah. Amen. Hata labda wakiachana hata kwa pesa yote, lakini hiyo kahawa wamekunywa inapiga inazunguka round and round. Huyo mtu kupelekwa venye hastahili ni rahisi sana. Praise be to Jesus. Amen. Nasikizana sana social media. Unajua mtu anasema tukapatana na huyo mtu akaenda akanipeleka restaurant. Amen. Akanibaia. Sasa unajua kishabaiwa tu unaanza kupenda mtu. So nikikuta kwake na sijui vile nilienda, lakini chakula. Bwana Yesu asifiwe. So it is not an easy thing as you may think. It is lack of self-control. Maana self-control inakuambia ninaweza ikula hiyo chakula lakini sitaenda the next step. Praise be to God. Amen. Maana si kurombwa. Amen. Patience and endurance results are renewed mind. Kuna patience and endurance. Patience ni ile hali ya kungoja. Endurance ni ile hali ya kungoja kitu ambacho ni painful. Amen. Kuna kungoja lakini pia kuna kungoja ukiwa hauko mazingira mazuri. Hallelujah. This inahitajika sana kuexercise na even our youth. Amen. They need patience and endurance. Hallelujah. Why? Because katika kugoja kuko na baraka. Amen. Then unaweza kuwa umegoja lakini hungojei kwa mazingira mazuri, mambo yamekusomba pande zote. But now that is what is needed to be tested. Patience and endurance. The capacity yako ya kuendure mambo magumu ni gani? Hallelujah. Amen. Na pia huu mfano wa patience and endurance. Patience ni kuambiwa utatoka hapa uende pale barabara. Amen. Sisi ambao hatujazoea sana kukaa mtupu. Tulikuwa tunaangalia kwa mfike kingine jana. Tukaona watu huko Burundi kwa barabara ya lami inaenda na viatu na miguu. Hawa watu wanaenda miguu tupu. Karibia hii hata wamama kwa miguu tupu na ni kwa lami. So nikamwambia yani hawadumbi. Lakini mimi niko so nafikiri wako hivi. Wao wanaendelea hiyo lami sasa miguu ni ngumu kama mabufu za ng'ombe. So hawezi sikia uchungu. Sasa wewe ambao hujaenda hata kanyanga mguu tupu hata hapa chini. Patience ni uambie utoke hapa
ufike pale kwa barabara ukiwa hauna viatu hata socks. Utakutana na kubaya kokoto, utasikia na kudunga. Amen. Now to be patient, hiyo kungoja kufika pale na hiyo kuenjoy kufinywa na hiyo kokoto, ndio tunaita patience and endurance. In other words, circumstances haziko sawa. Amen. Na pia kuna time, maana patience talk of time. Hallelujah. Lakini nitakoja. Amen. I will endure. Praise be to Jesus. Amen. I'll endure the pain because I know what is kept for me. Pale. Hallelujah. Amen. Patience and endurance. Siku moja nimetoka Nairobi na sikuwa nimekaa sana. Nilikuwa nimekaa kama 6 months. So nimezoea viatu. So nikafikiri nikienda nishadi na kuwa. So nikaenda nikapatiwa majani chai. Kwa hiyo tulikuwa majani chai nipeleke kwa mahali ya kupima majani chai. And then nikafikiri nilikuwa mbeleni. So nikatokea kwa barabara na kwa mara nikiwa sina viatu. Hiyo mahali nilifikisha hiyo majani chai. Lakini ni venye singerudia katikati, maana nilipigwa na hiyo mara na nikadistansia less than a kilometer actually around 500 meters ama 4. Lakini nilikuwa nimefingwa. Sisikii mzigo iko juu ya beba, nasikia miguu yangu vile inateswa na mara. Nikafikisha. Sita ilikuwa sasa ni kurudi. Maana sijabeba kitu na so nitakuwa nasikiliza miguu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima nikekaa pale nitafute niambie mtu kienda aniletee slippers ndio nivae, maana singeweza kurudi. But I had patience and endurance kupeleka hiyo majani chai, but I felt I cannot take it anymore. Praise be to Jesus. Amen. We must exercise endurance and patience zikiandamana. Bwana Yesu asifiwe. A person that akona mawazo yamerudiwa, hiyo kitu haioni ikiwa ngumu. Hallelujah. Number 4, I think 4, ni godliness. Uungu. Amen. Uungu. Wacha nikwambie wapendwa. Unajua kuna watu mawazo yao kabisa kila wakati ni kama ya shetani. Amen. Mawazo yao kama ya shetani. Biblia inasema hivi hapo, tumesoma 2 Timothy. Hatujapatiwa roho but the spirit of love and sound mind. Akili timamu. Hata nitumie Kiswahili. Roho wa akili timamu. Amen. Akili timamu ni wakati unafikiria kama Mungu. Amen. Godliness. Tutaenda tukiwa na tutazame mtu. Maybe hata yake vile anaangalia yule mtu sio vile mtu anamwangalia. Amen. The heart yake inaweza kama out afikiri vile anataka msaidia, lakini mimi naona asifai kusaidiwa. Amen. Now godliness ndani yake ni mingi kuliko ndani yangu. Amen. But godliness is a measure. Hallelujah. Godliness ni kipimo. Uungu ni kipimo. Sasa wacha nikuambie usikie, kuna watu hawananga hata 1% ya uungu ndani yao. Amen. Let me ask you, ukiwa unaambiwa sorry to say this. Amen. Lakini ukiwa unaambiwa uwe, wacha niseme like abortion. Let me use this. Abortion. Praise be to Jesus. Just kwa mambo ya medical. Na anajua maisha inaanza at conception. Si tunajua hivyo? Amen. So wakati umekiriti mtoto, hallelujah, then ufike mahali kuambiwe ama wewe mwenyewe kusema you will abort the child. Amen. Do you know it takes ungodliness to be able to abort? Do you know you cannot abort ukiwa na Mungu ndani yako? Amen. Even 1% of God in you, it
it cannot allow you to abort. But when you are physically empty ya Mungu, ushetani ijaa 100%, that person will abort akiwa hana shida. Amen. Amen. In my journey nimekama hapo watu wengi sana wameabort watoto. Na najua siku moja watajibu, they kill innocent blood. Anybody who sheds innocent blood. Amen. Hakuna akidili fulani ya maana. It is the same. Praise be to Jesus. Godliness helps you. A person of a renewed mind anaikiwa na uungu ndani yake, hata kama hana uwezo wa kusaidia ama wa kusimama pande ya Mungu, anaegemea, anajikuta anang'ang'ana pande ya Mungu. Praise be to Jesus. Amen. Kuna mtu anaweza iba pesa na ako na Mungu, lakini Mungu kidogo sana ndani yake. Amen. Godliness kidogo ndani yake, na achukue kitu ya mtu amwekee. Sasa utajua huo Mungu kidogo ako ndani yako, magati ataanza kufanyisha kesi. Sasa mbona unifanya hivyo? Sasa kwa nini unifanya hivyo? Sasa wapendwa msikizeni, godliness ni nzuri, ndio inakufanyisha kesi. Sasa kwa nini uniongelesha vibaya? I feel like you are guilty. Na wapendwa, wacheni waambie, siku hiyo utasikia uko guilty of anything, usisikie vibaya, ujue Mungu ako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Even kauongo. Unajua uongo inafanywa, inarebeshwa sana. Such that mtu atakudanganya life na lakini mtu akitreat anza kufikiria vile kudanganyana, anaanza kusikia kuna takibi. Sasa unasema sasa naenda mpigia nimwambie nimdanganya. Praise be to Jesus. Ama ifanye namna gani? And then you feel like telling God forgive me. Amen. Usifikirie mimi sitanganya naye, wewe nikwambie ukweli. Naye akudanganya. Amen. Mimi si malaika, sipaki mbinguni na mabawa kila siku nakuja duniani. I am a human being. Amen. Hiyo katika kadogo ya uongo, tuseme niko hapa church, andani alipigie nimwambie. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Kwa sababu sitaki kuongea uongo direct. Ndani yangu mimi mtu nitengeneze, hebu sikiza vile tunafanyanga, maana hivi ndio tunafanyanga. Labda nimekupigia simu mimi ndio mchungaji na kupigia simu, lakini kile nakuuliza, unajua kabisa nikimwambia hivi enyewe nitakuwa nimekosea. So you call something, unatengeneza kitu. Hata kitu umetengeneza, unasema hata nikimwambia ni kama sitakuwa nimedanganyana, ni kama sitakuwa kitu. What you are doing already, Mungu ako ndani yako anakuambia unafanya vile haistahili. Praise be to Jesus. Amen. So mtu anaweza nipigia simu mimi niulize kama jana kuna mtu alinipigia simu, lakini mtu alikuwa anataka kuonana, siku anataka kuonana. So akaniuliza, "Uliomshika aliye?" Nikamwambia, bado niko nyumbani, hapo niko kweli kabisa. Ndio ninajitayarisha niondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kusema kweli sikuwa naomba. Na ukiangalia inaonekana kama si uongo. Amen. Amen. Mama wangu anajua labda ningezisurudisha fanya hivyo. Lakini the truth remains, hiyo ni uongo. Amen. Unafanya something ili sikae kama umemkosea Mungu, lakini bado ndani yako unajua kile ninasema it is not 100% true. Praise be to Jesus. Sisi tunaishi hii dunia wapendwa, hizo mambo zitatukuta, but godliness helps us to feel. Sasa wakati nilimaliza ningeambia Mungu tu nisamehe, Mungu tu nisamehe, maana
siendi mahali. And I know that. Na sasa ile inanisiwanga, si kwamba wewe unataka hata ukimwambia ukweli kabisa anaweza kukupiga. Sasa ningemwambia siendi na niko nyumbani, hakuna vile ananifanyia. But now to himself jina na kusave ile integrity unapigania, unaweka kitu. Praise be to Jesus. Hebu wewe tafakari, ni wakati mwingi sana unafanya hivi hata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, hapa ndio godliness, kipimo cha godliness kiko. When you do that and you feel guilty, then God is in you. Amen. Amen. When you do that and then you feel, no, let me tell God forgive, sure. Then God is in you. Praise be to Jesus. Amen. A renewed mind will always be affected by godliness. Hallelujah. Will always be affected na around you. Amen. Si unajua hata umeitishwa kitu. Kuna mtu hata alinienda akaniomba 100 juice Friday. Na kusema kweli nilikuwa na 100. Kusema kweli nilikuwa na 500 kwa mfuko. Amen. Lakini nikamwambia sina. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Sasa imani unajua nilimwambia sikupendi. Sasa unajua kama unajiona mtu mwambie niko nayo. Unajua hapo unaona kama ndio mbaya. Niko nayo lakini si. Unajua hiyo ndio kweli Morris. Niko nayo lakini sipati. Lakini nani anaweza sema hivyo? So the easiest thing kusema sina alafu ndani na kusaidia sina ya kupatia. Lakini the fact remain. Vile unamwambia huna na umefikisha hapo. Unakao. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini kama unaweza mwambia hiyo nasema, hiyo ndani yako itoke useme ni sina ya kupatia. Then utakuwa umeongea ukweli. Praise be to God. Amen. Amen. Ninakusaidia leo nyima mtu lakini hauongei uongo, mwambie sina ya kukupatia. Sina nia ya kukupatia. So ni mimi naweza kuwa na miezi nyingine mingi za kufanya mambo mengi, lakini ya kupatia sina. Hapo unaweza kuwa umeongea ukweli. Lakini ukisema sina na ufikisha hapo ndani mtazame ya kupatia. Amen. Godliness helps us. Now after you do that, ukiacha unaipenda. Sasa nilikuwa aliponiacha akaenda akasema akirudi nitampatia. Itakuwa bado nitadanganya. Labda niongeza uongo mwingine nimwambie wakati nimeenda nimepata. Unajua labda niongeza hivi nimpe. Ninasikia guilt ya kumnyima 100, lakini hii guilt ya kumnyima 100 inakuja kwa sababu ninajua sikumwambia ukweli. Ninaanza kusema akirudi hapa nitampatia 100. Lakini sasa nikimpatia 100 niongeze nini? Wakati umeenda nimepata bado niongeze kwa uongo kile mechanical ametengenezwa. Praise be to Jesus. Let godliness iwe ndani yetu kwa wingi. Amen. Hallelujah. Amen. Then caring for each other na kupenda kila mtu. Praise be to Jesus. Amen. Kuna maandiko yanasema kama mpendi mtu wewe hujui Mungu na hauna Mungu, kwa sababu gani? Mungu ni upendo. Ni upendo. Praise be to Jesus. Amen. Kuna watu wanatembea na hatred. Especially ukisikia mtu wa Mungu akisema hivi, mimi namchukia. Amen. Amen. I hate that person. Hallelujah. I hate that person. Ukisikia mtu wa Mungu akisema hivi, msaidie na umhurumie sana. Amen. Amen. Nimesikia watu wakisema hivi, kama Mungu atakosa kujisamehe kwa sababu ya huyo na asisamehe. Wewe unafikiri mtu anasema hivyo anamaanisha ati kama Mungu atakosa kujisamehe unachukia fulani na unasamehe maana huyo siwezi kupenda. Amen. Sasa Yesu alisema hata akupende. So huyo mtu unachukia hivyo, labda akifanya kitu ambacho ni mlima, Biblia inakuamrisha upende, and then unasema
kama Mungu utakosa kumsamehe hiyo fulani, yeye anasikia afadhali usimsamehe, maana huyu siwezi mpenda. Praise be to Jesus. Wapendwa, a renewed mind atapenda haraka sana. Amen. Hata wale wamekosea. A person ambaye ana mawazo renewed atakuwa very quick to love. Amen. Hallelujah. Amen. Benefit of renewed mind ni kama hii. You are always conformed to godly image. Kila wakati ukiwa na mawazo yamerenewliwa, ameyafanya upya, unakaa na sura ya Mungu. Praise be to Jesus. Amen. Watu wakikutazama, they see the image of God in you. Amen. Na wacha niwaambie wapendwa, watoto wako na hii roho ya kujua mtu wako na Mungu. Amen. Amen. Watoto wadogo, they have that spirit. They discern. Hata ukifanya na cheko na kusmiles, lakini moyo wako ni giza inanyanga. Mtoto mkipatana anaanza kulia. Sijui kama una habari. Bwana Yesu asifiwe. An innocent child. Mnaweza weka wapi zaidi na katoto kazuri tu kama kale kakoechi. Mnaanza kupatia huyu. Pewa huyu kana cheka. Huyu kana kaka anaweza lala. Huyu huyo mtoto anaona mbele, anaona zaidi ya macho yetu. Praise be to Jesus. The image of God is inscripted ndani ya mwanadamu. Every time umemkaribia na mawazo yako umeyafanya mpya kwa mambo, image ya Mungu inazidi kutengenezeka ndani yako. You conform to his image. Unaanza kukaa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakikuangalia tu unasema kuna breakthrough na wewe. Amen. Na ndio mimi nasema kama mtu ni wa Mungu na ni wa Mungu, ataenda mahali atakanya na kwa ushetani, huyo mtu ako na shida na ako na kasoro. Amen. Because the image of God in you should be, ama inapaswa kuwa na nguvu kuliko ile ya shetani iliyoko ndani ya mtu mwingine. So you must be over but not below. Praise be to Jesus. So umfanye udanganyike, even to be called. Amen. Yeah, to be called. When you have God, it is become very hard to be called. Kukoniwa na wale wakukoni watu hata barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakutana barabara na mtu nakusalia, Grace, how are you? I'm fine. Kwani ni Machakos? Kama ni Makueni. Machakos. Okay. Na kwa nini naona jira kutenga na pende? Kuna Mungu anaitwa Mweni kwa hiyo boma. Praise be to Jesus. Grace anakimbia kisha anaona Mweni kweli kwa hiyo boma ya left. Na wamejenga na matope. Na huyu mtu wetu ambaye anakuwa anakuchukia hivyo ni nani? Niko nako. Sasa anaanza kumwambia, kumpatia information. Praise be to Jesus. Ama ndio mjui hiyo ndio inafanyika sana kwa barabara. Wale watu wanakutana na anasema akikutana na huyu ni nabii wa shetani. Lakini mtu anasema akikutana na nabii. Amen. I had my mother. My mother alikuwa na bahati sana na nabii kama hao. Amen. Amen. Wangekutana mara nyingi. Anena na kuonewa pesa. Sasa hizo ukiongelea hizo story, then naambiwa ninaona ni kama kuna mtu hakupenda, hakutakii mazuri. Umekutana kule Thika, anakwambia si unaishi vipi? Amen. Na kuna kanisa unaenda to Fountain, jiwangu. Sasa hiyo kanisa shida yako yote hiyo kanisa. Praise be to Jesus. Amen. Wewe ni mtu kwa Mungu unaona
shida yangu yote ni fountain. Na ni shetani tu amechukuliwa akuondoe katika njia za Mungu, lakini wewe unafikiria ni Mungu. It tells me even you personally, Mungu hauna image ya Mungu ndani yako. Amen. Do you know a person ambaye ako na image ya Mungu sana, those people don't even see you. Amen. Hata kwa vioo za waganga, a person ambaye ako na image ya Mungu cannot appear in their mirrors. Amen. Uizi iko hata na zile zinaitwa nyungu, nasikia na nyungu, unaitwa na nyungu. Ukiwa na image ya Mungu, hata nyungu haiwezi kukuita, haiwezi kukupata. Bwana Yesu asifiwe. Hata wasee wa kijiji yenu wajipange na juu yako, they cannot make it kama uko na image ya Mungu. Praise be to Jesus. Because whenever they try, what appears, it is not you, God na hawamalizi. Amen. Act in God's ways. Your world view changes and bad habits zinaanza kudisappear. Let me tell you, hivi nikimaliza. Hivi ndio mawazo mazuri kwa youth. Kuna vita inakuwa kwa mawazo ya mwanadamu. Na hii mawazo ni so powerful. Wamemshika mtu, unajua kuna nchi wana for the need mtu kuuawa kupitia sumu. Amen. Si mnajua hivyo? Kuna wale wana hang, kuna wale wana electrocute. Zile nchi zinaitwa death sentences. Kuna nchi ambao imekuwa death sentence inahangiwa. Amen. Kuna nchi ikiwekewa death sentence inauawa kwa sumu. Wanaiweka pale utauawa kwa kudungwa shindano ya sumu. Na vile inaitwa. Kuna nchi unaambiwa utakuwa electrocuted, na kesho kiti unawekwa show, unaisha pole unakufa. Ikiwa ni death sentence. Now one the person atapatiwa death sentence. Unajua wanafungwa sana. Everybody wa death sentence lazima ufungwe macho. Huwezi enda ukakumbuka kuona. Maana unaweza fanya kitu kwa na umefungwa. So mtu akiwa amefungwa hivi na akawa amesentensiwa kuuawa kupitia kwa sumu, it is a story again. Wakaenda wakataka kutest the mind. Praise be to Jesus. Maana mambo mengi yako hapa kwa mawazo. Wokovu mzuri ni kwa mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Imani kamilifu ni kwa mawazo. Negativity ni kwa mawazo. Positivity ni kwa mawazo. So, wakati walimbeba na kumfikisha the chamber, wakadecide wacha huyu mtu tusimuue, tumduge shindano ambao ni inaitwa terrorized. Shindano inaweza kufanya kitu ambao hata imetengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. So wakampunga ile shindano. Amen. And then wakamweka kwa hiyo chamber na wamemduga shindano ya kawaida. That person started deteriorating. Akaanza kujitolerate. Anasikia sasa ndio hiyo position, ndio hiyo inapanda, ndio hiyo imefika kwa roho. Imagine that person within 4 hours alikuwa amesuffer heart attack na akakufa. Ni sumu amedungwa? No. Ni nini imemuua? Mind. Hapo amedungwa shindano ya kuuawa. But they say let's test the mind. Maana haona wacha test tuone nguvu ya mawazo ni kuanga aje. So this person believed amedungwa shindano ya sumu. So aliskip the bed mpaka akasema hata kama vile tu ya wale wengine ni wafanyaka, because they get heart attack ndio unamalizwa na hiyo poison. It killed him within 4 hours. Mtu healthy kwa sababu ya mawazo. So mawazo yako inaweza kuua. Amen. It can give you a dream. It can resurrect. Kama inaweza ua, inaweza kufua. Bwana Yesu asifiwe. Mimi I always try to be very positive, kusema kama inaweza fanya mtu akufe kwa mawazo, then inaweza fanya mtu aishi even in a very bad situation. Praise be to Jesus. We must be renewed in our mind, wapendwa. Amen. Tufikirie vizuri kama vile Mungu anafikiria. Hallelujah.
utaenda bulletin yako umalizie hizo vitu zingine, because utasema how does one renew his or her mind. It is improving your self-awareness. Examine your limitation. Sitaelezea. Surround yourself with good and positive thinkers. You renew your mind kwa kujizingira na watu ambao wanafikiria vizuri. Ukijiweka na watu ambao wanafikiriana kushindwa, utakuwa mmoja wa kushindwa pamoja na wao. Give yourself time frames to reveal, manifest your purpose. Nasema by December this year, kuna kitu lazima tuwe nimefanya. Amen. Unajua anything we do hapa duniani katika haya maisha yetu ya kawaida inawasaidia life. Ni kitu inaitwa decision. Ni mawazo imeamua nitafanya hivi. Praise be to Jesus. Ule mtu anasema nitaenda shule. Ni mawazo anasema nitaenda. Hawapendi juu ya pesa na nini. Anasema nitaenda shule hii mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema hii mwaka nitakuwa nimeanzisha biashara. Amen. Wale watu ambao hata wametajirika, it is one time they made a decision at their mind na wakasema sitaishi maskini tena. And by all means nitatajirika. So mmoja akaamua kupiga watu peta. Amen. So akifikiria atatajirika kwa kupigana nyeta akauawa. So hakutajirika. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akaanzisha kitu kadogo, Mungu akabariki akafanyika tajiri because amefikiria vizuri kama Mungu, amefikiria na mawazo ambao yamegeuzwa yako sawa. Praise be to Jesus. Amen. Praise be to God. Amen. Mwishowe, break your patterns and transform your habits. Amen. Amen. Break some patterns and transform your habits. Pattern ni kitu ambacho ujirudia. Amen. Unaweza kila wakati naamka asubuhi saa moja ama 6 nafanya ABCD saa 3 hiyo huyo naenda. Unaangalia hiyo cycle yote inaletaga results the same. Praise be to Jesus. Amen. Now I renew mind will tell you why can't I change this pattern? Hata nianze kuamka labda ni 4 ama saa 2. Unajua nisiseme naongea kwa mapema ama nini. Lakini wacha nianze kuamka saa 2 badala ya kuanzisha hii naanzisha na kufanya hii kitu hiki. Praise be to God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mwaka nimejiambia nita reduce my weight. Unajua hii wiki yangu ni kubwa kwangu. Amen. Hallelujah. Mwaka nimejiambia kutoka Januari nita reduce. So nikijaribu kufunga naona haiishi. Kwa sababu sifungi juu ya kuomba sana, nafunga juu ya kumaliza weight. Amen. Najua kuna mambo mawili, you can fast na juu na fast kwa ajili ya jambo fulani ama badala fulani. That's a different thing. Na umesema nafunga ili reduce weight. So unaona si reduce. So if I follow that pattern every time na no results, I need to renew my mind na nifikirie what if nianze kufanya hii jambo lingine. Praise be to Jesus. But I can tell you na wacha niwaambie hii na mimi make effort. By December ya mwaka huu nitakuwa nimereduce kilo kama that. Amen. Kilo kama weight inasema hapana. Nitakuwa nimereduce that. Praise be to Jesus. Because I know what I will do. Amen. Sitakaa vizuri. Bana ninajua kenye nataka. Unajua weight yangu weight. Mimi ndio naisikia. Praise be to God. Imereduce. Ndio si vile nilikuwa. But I'll reduce it. But with a very different thing. Yes, doing. Amen. Yes, doing sasa. Lakini naisema hili mniangalie December. Hallelujah. Mniangalie na tujipime. Kwa sababu you must bring some pattern. Amen. And also transform your habits. Bado ninahubiri. Amen. Lazima kuna pattern fulani utabreak. Umeacha hizi vitu hivi hazileti matokeo. Hebu sipangue upange na njia hii. Bwana Yesu asifiwe. And then you will see the difference. Amen. I am speaking to your life. Maana
kutimiza. Amen. Amen. Our mind must be renewed. We must change something. Amen. Ili tuone different results. Hallelujah. Amen. Tunaweza kusimama. Hallelujah. Amen.